maisha huwa ni popote, iwe ni mjini au kijijini. Katika swala la kujitafuta, mahali ambapo patakuwa rafiki kwako katika kujipatia riziki na kuendesha maisha kwa ujumla, pana kufaa. Lakini Waswahili walienda mbali zaidi na kusema mjini shule. Na kuna wengine walisema zaidi kwamba mjini form 6, wakifananisha na kuwa na kidato cha 6. Yaani kuzaliwa tu mjini na kukua mjini ni sawa na mtu ambaye anasoma mpaka kidato cha 6. Lakini hayo ni kuhusiana nini? Ni kuhusiana na maisha ya mjini. Lakini kitu hasa ambacho kimenileta hapa Namanga jijini Dar es Salaam ni kutaka kufahamu kutoka kwa wakazi wa hapa, kama ilivyo ada ya Nondo za Kijiweni. Je, maisha ya mjini yamekufundisha nini? Hivyo kwa kufahamu hilo na mengine mengi, ungana nami, naitwa David Geke. Karibu katika kipindi cha Nondo za Kijiweni. Twende tukasikilize pia wao wana maoni gani kuhusiana na swala hilo. Je, maisha ya mjini yamekufundisha nini? Karibu. Poa, ni aje? Fresh bro. Kwema? Bwana kwema kabisa. Wewe unaitwa nani na ni mkazi wapi? Mimi bwana kwa jina la mtaani naitwa Rogers, lakini jina langu kamili ni Rajabu Hamisi. Okay. Sasa Rajabu, mimi nimefika hapa kijiweni kwenu. Labda kijiwe chenu kinaitwaje kwanza? Hapa bwana Namanga Mtipesa. Namanga Mtipesa. Ukifika hapa ndo kama kawaida. Yaani Mtipesa maana yake ni kuna hela sana hapa au inakuaje? Sina maana hiyo. Yaani mambo ya kiuni si nini bangi nini hatunaga hayo mambo sisi. Yaani tunatafuta. Ni watafutaji. Sawa. Sasa mimi kitu ambacho kimenileta hapa, unajua kwenye maisha kuna pande mbili, inaweza kuwa ni mjini au kijijini, lakini hasa mimi nitajikita katika maeneo ya mjini. Ama nikuulize wewe, maisha ya mjini yamekufunza nini hasa? Maisha ya mjini bwana, maisha ya mjini yamenifundisha vitu vingi. Maisha ya mjini yamenifundisha kujitegemea. Umeelewa? Yaani ukishakuwa mjini hapa, nafikiri utaachana zile dhana za kama vijijini, kwamba maisha ya kutoka kwenda shambani kulima, ukirudi ni unasubiri chakula cha nyumbani. Kwa hapa mjini lazima utoke, ukapambane. Haijalishi umeajiriwa hujaajiriwa, lakini utatoka. Umeelewa? Kwa hiyo maisha yanatufundisha hivyo. Na hata kwenye kukomaza inakukomaza kiakili zaidi, tofauti na kule shamba. Naam, bila kukandia sana shamba, lakini kitu gani kingine hasa ambacho umejifunza kwa maisha ya mjini ambacho kweli unasema mjini imenifundisha kitu hichi ambacho hakika bila isinge kwa mjini nisingejifunza? Kitu gani labda utuambie japo kwa ufupi? Sidhani kama ni kitu kimoja. Kwangu mimi kunafikiri kujiamini. Kujiamini na kutokukata tamaa. Kwa nini? Kwa upande wangu. Kwa mfano mimi ni wa mkoa. So hapa, mimi ni wa mkoa. Lakini wakati niko mkoani nilikuwa yani kiufupi ndoto yangu ilikuwa kama sio kuja kuwa msanii basi nije niwe dereva mmoja mzuri sana. Ni hata magari makubwa. Umeelewa, unajua ndoto za udogo. Lakini nilivyokuja mjini huko nimejichanganua. Umeelewa, sikutimiza zile ndoto zote. Lakini at least yani unajua at least naelewa yani kwamba nikibase same fulani zaidi naweza kutimiza ndoto zangu. Miaka mingapi tangu umekuja mjini? Mimi bwana nimekuja hapa nafikiri nafikia hata miaka 15 na zaidi. Kuna mtu ambaye yuko kijijini kwa namna moja au nyingine anasema okay, mimi ngoja niende mjini nikapambane nikatafute fursa. Wewe una neno gani la kumwambia kuhusiana na maisha ya mjini? Mimi kwanza nimkaribishe. Nimkaribishe, na pia kama nilivyokuambia mimi si chini ya miaka 15 niko hapa. Maana yake sio kipindi chote nilikuwa napitia mteremko. Kuna kipindi unapitia wakati mgumu. Lakini kutokana na ushasema kwamba mimi nimekuja kupambana, pambana. Umeelewa? Kitokea umelala njaa la kipambana, usikate tamaa. Lakini ukisema urudishe mpira kwa kipa maana yake ndio ushafeli. Kweli katika mishimishe zako za mwanzoni kweli kipindi ukakata tamaa ukaamua urudi kijijini au ilikuwaje? Kiukweli mimi sijawahi kukata tamaa kutokana na mara ya mwisho mimi naondoka kijijini. Nilisema yani kwenye moyo wangu sikumwambia mtu. Nilisema kabisa huu ndio mwaka wa mwisho mimi kulima. Umeelewa? Yani siji kushika jembe kulima. Kwa hiyo kuanzia hiyo advantage nilivyoondoka hapo nilitake hiyo advantage, yani sikutaka kuachia tena hiyo nafasi. Kwa hiyo hata kama kuna wakati nilipitia wakati mgumu sio kulala njaa, napata na sijawahi kufikiria kurudi kijijini. Bwana shukrani sana sisi. Poa, haina noma. Poa, ni aje sisi? Kama kawaida. Wewe unaitwa nani na ni mkazi wapi? Bwana mimi naitwa Mbogo, jina halisi ni Ben Joseph. Mimi ni mkazi wa Msasani hapa. Okay, wewe bwana mzawa kabisa? Mimi mzawa kabisa. Natoka miaka hiyo mpaka sasa hivi niko hapa Msasani. Wewe vipi bwana, maisha mjini yamekufunza nini hasa kwa upande wako? Maisha mjini kwanza, kitu cha kwanza kilichofunza kwanza upambanaji. Japo nimezaliwa hapa lakini tunapambana si wenyewe kwa wenyewe. Kwa sababu unajua maisha mjini kwanza ni magumu. Ukilala nawe analala.
Yani bora uamke asubuhi ukapambana ili utafute upate riziki. Kuna mwingine anaweza kusema kwamba kupambana labda ni desturi ya mtu. Je, mimi naomba nikuulize, maisha ya sehemu fulani anaweza kukufanya hata kama ulikuwa huna moyo wa kupambana upambane? Haiwezekani, kwa sababu unajua maisha yako hivi, ukiyachekea nayo anacheka. Sasa kwa sababu umri unaenda, unataka baadaye uje kuwa baba, lazima upambane ili fanyaje, ili utoboe katika maisha. Kuna kitu kimoja hapo umeongea msingi kuhusiana na swala zima la kupambana na kujitafuta. Ni popote, inaweza kuwa ni mjini au kijijini, na kama ambavyo nimemuuliza mchangaji ambaye alipita. Lakini kwa upande wako, kuna mtu ambaye yupo mahali anataka aje mjini kwa ajili ya kujitafuta kwa namna moja au nyingine, wewe una kipi cha kumwambia na kumshauri? Mimi cha kumshauri, kama mtu yupo kijijini na anakuja mjini, asije akaiga mambo ya mjini, kwamba mjini basi kwamba kuna mjini rafiki yangu yupo anafanya kitu fulani. Njoo na lako moja, kama kutafuta njoo utafute. Hapa hakuna jembe wala hakuna shamba. Njoo utafute na upambane kweli kweli. Ukitoboa, fanya mambo yako mengine yanayotakiwa ya msingi katika maisha. Lakini pia kuna mwingine ambaye amefika anaona kama namna moja au nyingine anakata tamaa. Wewe una kipi cha kumwambia? Yuko mjini lakini anaona bwana, kama alivyosema mchangaji aliyopita, anatamani kurudisha mpira kwa kipa. Wewe una kipi cha kumwambia ambaye yuko town hapa lakini wanasema moja haisimami, mbili haikai? Haina kurudisha mpira kwa kipa. Yaani kurudisha mpira kwa kipa maana yake ndio umefeli. Wewe endelea kupambana. Haya maisha. Ukiona rafiki yako labda aende maisha anaokutakia mema, huyo achana naye, sio rafiki. Hapa tafuta. Ukishapata ndio rudi wapi? Kijijini. Kama kulimisha au kufanya mambo mengine utajua wewe. Lakini sio mpira kurudisha kwa kipa. Kurudisha kwa mpira kwa kipa maana yake umefeli kimaisha. Wakati unaendelea, mtoto wa kiume haitaki kurudisha mpira kwa kipa. Pambana. Katika pita yangu mjini nilisikia kauli moja hivi, nikasema nitamuuliza mtu mmoja hapa anipe jibu. Wanasema kuzaliwa mjini au kukaa mjini ni form 6. Hivi alikuwa anamaanisha nini kwamba kuzaliwa mjini form 6? Labda unaweza kunifafanulia kidogo. Yaani akisema form 6, yaani kwa maana yake hapa ni kama chuo. Chuo iko hivi, unapokwenda shuleni, yani unaongeza madegree. Kama ulikuwa darasa la 7, unakwenda form 1. Kwamba akili yako inazidi kupanuka. Ndio maana ya form 6. Yaani kwamba unakuja hapa lazima upambane katika utafutaji wako. Kupambana kwake kuna tofauti. Kuna mwingine anaweza labda akakaa tu labda ile anakuja. Kuna mwingine anaamka asubuhi saa 12 anakwenda kutafuta maisha. Hii ndio maana ya kupambana. Sasa kwa yule ambaye anaamini huko bwana mjini kuna mzunguko mkubwa wa pesa, maisha rahisi, fursa ziko nje, una kipi cha kumwambia kuhusiana na maisha ya mjini? Hapa hakuna pesa rahisi. Hapa ni utafutaji tu. Kama umekuja kutafuta, kama nilivyokuambia, kama umekuja kutafuta, njoo utafute. Lakini usije ukaiga mambo mengine. Kama jamaa anakunywa pombe na mimi ninywe pombe, au utatoka. Utaendelea kwa maisha yako hayo ya kunywa pombe tu. Naam, shukrani sana. Lakini naona pia wako na wengine hapa, labda ngoja nisogelee tuweze kuzungumza nao. Naam, kuna wadau hapa. Oya bro, kwema? Kama kawa brother. Wewe unaitwa nani na ni mkazi wa wapi? Bwana, mimi naitwa Sharifu Malipazi, kwa hapa town sana makazi yangu Mchikichini, lakini mzaliwa wa Bagamoyo. Wewe Bagamoyo bwana? Yeah. Okay, sawa bwana. Mimi kilichonileta hapa kijioni kwenu ni kutaka kufahamu pia kutoka kwako, maisha ya mjini yamekufunza nini? Maana wanasema kwamba unaweza kupata fundisho fulani ambalo kwa namna moja nyingine linaweza likakujenga. Maisha mjini yamekufunza nini wewe kwa upande wako? Kwanza maisha ya mjini naweza kusema ni shoti yalichonifunza kwamba upambanaji na uvumilivu. Uvumilivu kwenye nini hasa, niambie? Uvumilivu hususan unavyokuwa umekosa riziki. Unajua tauni watu wengi unaokuta wana mishe zao, kwa hiyo ukiwa mtu wa haraka unaweza ukatamani cha mtu, mwisho wa siku ndio hivyo ikabaki story tu. Huko kijijini watu wanasikia tu bwana wamemdondosha huko. Kwa sababu usipokuwa na subira utakumbuka maisha uliokuwa unaishi labda nyumbani, ulivyotoka ukaja town, upepo ukachange na nini. Kwa hiyo usipokuwa na subira kidogo unaweza ukasheke au ukayumba. Hivyo uvumilivu una mwisho au inatakiwa mwanzo mwisho? Inatakiwa mwanzo mwisho, kwa sababu ukisema kwamba uwe na mwisho maana yake ndio mwanzo wa kubadilika sasa. Kwa hiyo uvumilivu lazima wewe subira uwe nayo siku zote, yani katika maisha. Ni fundisho gani ambalo lilipata kwa mjini ambalo likakujenga kwa namna moja kwenye maisha yako kwamba hili nitaondoka nao hata kwa baadaye wanao watakuja kuambia kuhusiana na maisha ya mjini?
Ya kwanza fundisho ambalo nimelipata hapa mjini, kutokuwa na tamaa na kutokukurupuka kuja mijini. Si unajua wengi hususan ndugu zetu ambao wanakaa mashamba kule huwa wanaamini kama vile mjini good life, maisha yako simple nini, wanashindwa kujua kwamba kumbe maisha ni popote. Ya, kwa hiyo kutokana na wewe mwenyewe kichwa chako kiko vipi, umejipangilia nini, kwamba mjini na kijijini inachotegemea ni pesa tu, ili mradi ukiwa unapata pesa ndo hivyo yani. Yeah. Sawa, umegusia kitu muhimu sana pale ambapo unapata pesa, lakini vipi kuhusiana na matumizi? Maana naona mjini kuna vitu vingi sana vya kutumia fedha. Hapo inakuaje sana katika maisha mjini kwenye swala zima la utunzaji pesa? Yamekufundisha nini maisha mjini? Ya, kuhusu swala la utunzaji pesa kwamba lazima ujiwekezee akiba au forward balance ile katika maisha ya mwanadamu ya kila siku, kwa sababu ukiwa mtu wa kuspendi ukiiga starehe ni ngumu sana kufanikiwa au kupiga hatua moja au nyingine, kwa sababu 1+1 ni 2 bro, haba nabo jaza kibaba, au sio? Kwa hiyo unachokipata ukumbuke kutunza akiba, kwa sababu kuna leo na kesho. Kuna siku utaamka umekosa, ina maana kama ukiwa na akiba yako hiyo ndio itakupush kwa siku hiyo. Mwanangu umetembea na vina, wewe ni msanii nini? Ya, nafanya, naandika na kuimba pia. Wewe hapa nikwambia utupe ladha utatupa? Kwa nini usitupe ladha kidogo tusikie, ili kama hatujaendelea na mambo mengine, hem tukusikie kidogo. Shika jembe mtu wangu, pambana na shamba kwa uchungu. Swali sana muombe Mungu, achaga kuibogopa pingu. Beba zege mawe gonga, mradi ukamate faranga. Siku zote wa machinga, maisha ya sasa ni ya kuunga we. Noma sana mwanangu. Okay, sawa. Shukrani kwanza burudani imekuwa nzuri sana, naona kipaji. Big up sana, endelea kukaza, utatoboa. Lakini turudi pale kwenye mada yetu. Kuna mtu ambaye sasa hivi yuko kijijini ambaye au yuko katika mazingira ambayo sio ya mjini. Ni kitu gani ambacho ungependa kumshauri kuhusiana na avifahamu kabla ya kuja mjini? Ya, kwanza kwa watu walioko vijijini ambao wana dreams, wana ndoto za kuja mjini, cha kwanza kabisa unavyokuja mjini wasipende tu kukurupuka. Yaani unakuja una lengo lako. Kama ni mtaji huko ushauandaa mtaji kwamba mimi nikishafika mjini nitafanya biashara hii, ya is okay, lakini tu sio kwamba fulani yuko mjini na mimi niende mjini. Mwisho wa siku unaweza ukaja ukakutana na upepo sio, ukasota, alafu hata maisha uliokuwa unaishi kijijini ikawa ni bora yani kuliko. Shukran sana, nikumbushe majina yako na wewe ni mkazi wa wapi? Sharifu Malipazi, na represent Mchikichini. Chikidown au sio? Yeah. Poa. Oya mwamba. Oya kwema? Kwema mwamba. Ishe vipi? Anamshukuru Sagodi mwamba. Wewe unaitwa nani na ni mkazi wa wapi? Jina langu halali kabisa la kuzaliwa naitwa Ali Abdalla. Ali Abdalla. Wewe maisha mjini yamekufundisha kitu gani? Changamoto nyingi sana, shida na raha. Asante, tufafanulia kidogo. Kwa sababu mimi maisha ya mjini imenifunza kwamba nishaso sana, nikakosa, nikaso sana, nikapata afu nikapoteza. Kwa hiyo nishanifundisha mpaka sasa hivi nimeonituliza akili. Kuna kauli moja wanasema mjini mipango. Hivi wewe inamaanisha nini? Ya kweli mjini mipango, na mipango inatokea vipi? Na mipango huwa na mipango. Kama una mipango huwezi kuwa na mipango. Ya ndio maana mjini mipango, mipango unayo na mipango ikapatikana. Bila kuforce mipango haiwezi kupatikana brother. Mjini bila mipango autoboi kabisa. Huwezi kupata mipango. Lazima uwe na nyendo ya mipango. Lazima mipango utapata. Kama nyendo ya mipango una, unaishia kula marage tu na ugali. Amini kaka. Kwa maisha mjini atakuwa magumu kidogo. Magumu ndio kidogo. Na mipango iwepo. Kama wewe brother, mdogo wangu na channel 1 2 3 bwana, kuna issue tukapige pale. Tukafanye kazi, mipango ndio kama hiyo. Maisha yanavyokwenda. Okay. Sasa tunarudi pale. Mjini mipango. Sasa kwa wewe kwa yule mtu ambaye anataka aje mjini, wewe una kipi cha kumshauri kuhusiana na maisha ya mjini kwa ujumla, na wewe ulivyoyaona una kipi cha kumwambia? Nikwambie bro, unajua kitu gani kunikuelekeze? Unajua mtu anatoka kijijini na kuja mjini, unaambiwa kuna vitu kimoja au viwili. Huwezi kumkatisha tamaa. Huwezi kumkatisha tamaa, kumbe riziki yake Mwenyezi Mungu alimpangia huku, sio kijijini. Kwa hiyo aje kwa moyo safi, aje kufight. Anza akakuja huku akatoboa na akaja huku akafeli. Kwa hiyo inawezekana kwa sababu mtu anakutoka kijijini kuja mjini, usimkatishe tamaa, mwache aje kwa nia moja kuja kufight. Mungu anza kumkunjulia, kumbe mjini anapoteza hapa akatoboa.
kumbe akaja huku akapoteza, kumbe kijijini alikuwa anatoboa. Kwa hiyo mtu usimkatishe tamaa kuja mjini. Mjini aje tu. Akatazwe mtu. Labda cha mwisho kugusia, ukiangalia kwa Tanzania takwimu kubwa tulionayo ni vijana. Wewe una ushauri gani kwa vijana kuhusiana na kujitafuta kwa ujumla, iwe ni mjini au kijijini? Una kipi cha kumwambia kijana wa leo? Mimi cha kuambia vijana wenzangu kwamba tusikate tamaa. Cha muhimu ni kukaza, kwamba kukata tamaa kwanza ni dhambi. Yaani kwa maana umekosa leo, vumilia, hata kesho kutwa utapata. Ya cha msingi ni huku kupambana brother. Ameni. Kukata tamaa ni dhambi. Kwa cha msingi vijana zangu nachoomba ni kukaza. Na kukaza ndio kama hivyo, kufanya kazi, maisha yaendelee. Yeah. Okay, shukran sana na kama ambayo ndo unafungulia runinga yako kipindi wani ni Nondo za Kijiweni, na nimefika hapa Namanga, lakini kitu hasa ambacho kimenileta hapa ni kutaka kufahamu kutoka kwa wakazi wanaoishi maeneo haya na kujitafutia riziki na kwa namna moja au nyingine. Je, maisha ya mjini yamekufunza nini? Ila na wewe pia unaweza ukashiriki au kaniambia maisha ya mjini yamekufundisha kitu gani kwa kupitia nambari ambazo zinapita chini ya runinga yako. Nitumie ujumbe lakini pia unaweza ukanialika mahali ulipo kwa kupitia nambari hizo ambazo zinapita katika runinga yako. Nitumie ujumbe, niambie uko wapi, kisha naweza nikafika, alafu tukajadiliana mambo tofauti na tuendelee kuwasikiliza pia kwa upande wao wana kipi cha kuzungumzia kuhusiana na mada ya leo. Bado kuna wengine hapa nizungumze naye, naona niko na kaka hapa. Oya bro, ni aje? Swali, vipi habari? Fresh tu. Wewe unaitwa nani na ni mkazi wapi? Mimi ni mkazi wa Msasani, lakini mzaliwa wa mkoa wa Lindi, wilaya ya Ruangwa. Sawa, labda mimi nikuulize kitu kimoja. Maisha mjini wewe yamekufundisha kitu gani? Yamenifundisha mengi tu ambayo yapo na yanayoendelea kujifundisha, kwa sababu miaka niliyofika labda kuanzia mwaka 2000 yana utofauti na mwaka 2020. Cha kwanza hicho ndio nilichojifunza. Kama tulikuwa tunanunua unga mwaka 2000 shilingi 200, sasa hivi tunanunua unga kilo shilingi 2000 au 1500. Cha kwanza unajifunza kwamba kila hatua unayopiga unajifunza kitu. Kwamba ukipiga hatua ya kwanza tofauti na utayorudia kupiga. Katika swala zima la utafutaji, ni kitu gani ambacho umejifunza kutokana na maisha yako ya mjini? Nimejifunza vitu vingi kwa sababu nimetoka kijijini, nilikuwa sijui chochote cha ufundi. Lakini sasa hivi mimi nimeshakuwa fundi japo sina vyeti. Sawa? Lakini ujuzi kama wote. Ujuzi nao kama wote, naweka tiles, na paua, na vipaving, na jenga. Hivyo vitu hivyo kama ningekaa huko kijijini kwa wakati huo nisingevipata, labda kwa sasa hivi. Sasa hivi hadi vijijini umeamka. Kote hauwezi ukafanya chochote unachokifanya huko kikashindikana kule. Utofauti tu labda vitendea kazi vya kisasa vinawahi kufika hapa mjini kuliko kule. Ndio tofauti. Kuna hatua yoyote ya maisha yako kipindi ambapo umefika mjini, labda ulikata tamaa ukatamani kurudi kijijini? Wakati nauguza watoto wangu alafu sina kitu, ndio nilikata tamaa. Mtoto wangu anaumwa alafu sina chapa. Ni nini kilikupa moyo kuendelea mbele na kukazana? Cha kwanza niliporudi ndani na mke wangu tunafanyaje? Alafu tukaangalia kule, sawa tunarudi nyumbani tunafanyaje, yani nauli tunapata wapi? Tupambane. Tukapambana na mimi ndio ikabidi ndio niongeze tu juhudi kwamba nikisikia site iko sehemu fulani sio fundi, naenda naomba kazi, nafanya kazi mpaka na mimi nikawa na ile ujuzi wangu ndio nimeupatia huko. Kwa mfano ungekata tamaa sasa hivi ungekuwa wapi? Sasa hivi ilikuwa labda ndio nauguza huko, yani nishakuwa mganga kijijini huko, natapeli watu. Ungechagua mganga? Sasa unafikiri unafanyaje? Kwani unafikiri waganga si ndio hivyo? Wamechemka huko, anaenda kijijini mganga. Okay. Wewe una neno gani sasa kwa mtu ambaye kwa namna moja au nyingine anatamani kuja mjini kutokana na fursa zilizopo ili naweze kujitafuta? Una kipi cha kumwambia au kumshauri? Unajua hapa mjini ni mapambano tu. Na mtu yoyote yule, yani awe kijijini awe mjini, fursa inawezekana zipo. Mimi ninachomshauri aje tu. Na maisha ni popote pale. Sio mpaka Dar tu. Anaweza akaenda Moshi, huko kokote kule, sio Dar tu. Popote pale unaweza kufanya maisha popote pale. Usiogope yani. Sawa, shukrani sana. Naam, lakini pia naona nipo na mdau. Wewe jamani aje? Shega baba yangu. Mishe vipi? Bana mishe kama kawaida, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Swali kwako. Wewe maisha mjini yamekufundisha kitu gani?
Yeah, of course maisha ya mjini yamenifundisha ni maana mwanga mkubwa sana katika maisha yangu. Maisha ni watu. Siwezi kujitegemea mimi peke yangu. Lazima kuwa kuna watu. Na watu ina maana mkubwa mdogo sisi tunategemeana. Niwe na elimu au sina elimu. Inawezekana nikawa na elimu nikamtegemea mtu ambaye hana elimu akanipa kazi. Mimi nitarudi kwako na swali kwako. Wewe ni mkazi wa mjini. Wanasema mjini shule. Walivyo wanamaanisha nini wanavyosema mjini shule? Mjini shule, kweli mjini shule. Kwa sababu msemo tumeukuta mjini shule. Kwa sababu mjini shule ina maana inawezekana akaja mtoto mdogo tu hapa, bwana brother 1 2 3, au si akakuzidi akili. Wewe ukakutana na mzee ambaye akakuzidi umri, bwana mzee 1 2 3, mtu akakuzidi akili, kijana akakuzidi akili. Mjini shule kweli. Unaambia kama ukifanikiwa kuishi mjini unaweza kaishi popote pale duniani. Unaishi. Yaani kutoka hapa wewe nenda South, nenda wapi, huwezi kuwa mshamba tena. Yaani hapa ndo kila kitu. Umegusia kipengele muhimu sana, ukasema kwamba watu ambao na hakika pia unaweza ukasema kama marafiki wana nafasi gani katika maisha ya mjini, kuishi na watu? Yaani of course, yani naweza nikasema wajifunze kuishi na watu. Endapo unapoishi na watu, kwa sababu kama sisi watu tuna kabila wengi, so ndugu ni marafiki. Ina maana unapoishi na marafiki kwa nia moja, bwana mimi sika nikawa na chombo changu kile pale, na mwanangu ana chombo bwana, sinamuona ni mtu mwema ambaye anaweza kutafuta hela, amekuja kutafuta hela, mwanangu fanya 1 2 3, tafuta hela, baadaye tutakutana bwana, utanileta chochote tutakachokipata, na kweli na yeye anatafuta. Kesho tena tunaendelea maisha yale bwana, kesho na kesho kuta bwana, na wewe chukua chombo hii hapa tu survive, au si? Yule naye katika msimamo ambao nilomuonesha, ina maana naye tena anaendeleza msimamo ule ule. Kesho na kesho kuta tena anatafuta chombo yake, anatafuta tena mtu mwingine. Ina maana katika ule muonesha naye anatafuta tena yule. Ina maana ni kama tela tuseme kama tela train. Ina maana tela train inaongozwa na kichwa. Ina maana kuna watu ambao wako nyuma. Kwa hiyo ndio maisha yetu sisi. Unapomuongoza mtu kwenye nia nzuri njema ambayo ya maisha, kwa hiyo ndio msimamo ndio hivyo hivyo. Ukimuongoza kwenye ubaya, ina maana unampeleka kwenye ubaya. Ukimuongoza kwenye njia nzuri, kwa hiyo maisha yetu kwenye uzuri. Yaani kitu kwanza sisi wa Tanzania tunapendana. Lakini pia tunagusia hapo vijana, lakini hasa wa mjini, mnapeana fursa au ndo kila mtu apambane na hali yake? Hapana, unaangalia kwa sababu inawezekana kukupa fursa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nikiona ueleweki na kukataa, nakwambia kabisa mwanangu, sababu nimekupa fursa 3 umeshindwa. Wewe kama mwanangu, hii tusigombane, tusiishi kwa ubaya. Kwa hiyo kwangu mimi nafasi tena ya kuwa na wewe tena, hebu jaribu sehemu nyingine. Ila kwa misaada midogo midogo tunasaidiana. Sawa, ili tuweze ukibebwa bebeka. Yeah. Sawa, lakini pia tugusia hapo swala moja. Mjini kuna mambo mengi, kuna tunasema kuna starehe, kuna nini. Wewe una kipi cha kumwambia yule ambaye ameshakata shauri kwamba mimi nenda mjini? Una kipi cha kumshauri kuhusiana na maisha mjini na namna ya kuzingatia? Starehe ni wewe mwenyewe utakavyojiwekeza. Yaani akili ni kichwa, yaani akilini mwako. Endapo unaposema mimi nakuja kufanya kazi, achana na starehe. Starehe sio issue, bro. Starehe zipo mpaka tunaingia kaburini. Ukisema bana mimi nataka niende maisha yangu, achana na starehe. Starehe utaifanya, lakini fight maisha yako kwanza. Una fight vipi? Panga maisha. Starehe utaikuta tu. Sababu vijana wengi sisi tunaiga. Kwa nini fulani anaikuwa vile, kwa nini fulani? Kumbe kashajiwekea mipango yake toka muda. Nakuta labda kwenye katika familia yake, ina maana ilikuwa tayari mipango. Ina maana kama ni familia yake ilikuwa tayari ushamwekea mipango, na wewe ili familia yako ije iwe kwenye mipango, weka mipango. Yeah. Okay, shukrani sana. Sasa cha mwisho, unamshauri nini kijana kuhusiana na popote pale atapoamua ni mjini au kijijini, kuhusiana na kupambana na kujitafutia riziki zake ili aweze kusongesha maisha yake? Una neno gani kwa kijana mwenzako? Kwa kijana wenzangu ambaye ni kwa Tanzania nzima, tupambane. Tutafute maisha, tuweze kuwa na familia bora ambaye yenye elimu, yenye busara, kuweza kutegemea, yani kuweza kutegemea, yani kuweza kuendeleza taifa kesho na kesho kutwa. Shukrani sana, lakini unasema cha mwisho lakini sio kwa umuhimu.
kuna matukio mengi yatatokea mwaka huu, lakini mojawapo ya tukio kubwa zaidi ni kuhusiana na uchaguzi mkuu. Unatoa wito gani kwa Watanzania wote kuhusiana na kushiriki uchaguzi mkuu wa kuchagua madiwani, ubunge pamoja na rais? Neno langu kwangu kwa vijana wenzangu, kwa Watanzania wenzangu, cha kwanza ni tuwe na amani na tupige kura na tufanye, kwa sababu ukipiga kura ina maana ndo msingi wa maisha yako. Na wanaolalamika wengi ni wale watu ambao waende kupiga kura. Sababu ili upate haki yako, nenda kapige kura. Mimi hapa kila kitu nishajikamilisha. Kila kitu nishajikamilisha, kwa hiyo nasubiria tu Mwenyezi Mungu shatujalia tuko salama salimini. Basi inshallah tuendelee na maisha yawe maisha. Yeah. Naam, shukrani sana. Nikumbushe majina yako na ni mkazi wapi? Mimi naitwa Majengo Isa Saleh. Kwa jina lingine naitwa Abdul Isa Saleh, mkazi wa hapa Namanga Msasani, mti pesa. Shukrani sana. Naam, mtazamaji wa TBC1, mpaka kufika hapo ndo unafika mwisho wa kipindi hiki cha Nondo za Kijiweni, na nilifika hapa Namanga nia na madhumuni ya kufika hapa ni kutaka kufahamu kutoka kwa upande wao, maisha mjini yamewafundisha kitu gani, na tumeweza kujifunza mengi. Wapo ambao wamesema maisha ya mjini yamewafunza uvumilivu, wengine yamewafunza utafutaji, wengine upambanaji na masuala mengine mengi kama hayo, na wakatoa ushauri pia kwa wale ambao wanatamani kwa namna moja nyingine kuja mjini na kujitafuta katika swala zima la maisha, kutafuta riziki na hivyo, na wamekaribishwa pia kwamba maisha mjini unapaswa tu uzingatie vitu kadha wa kadha, pambana na mengine kama hayo. Mpaka kufika hapo hatuna la ziada katika kipindi hiki cha leo, na mimi ni David Geke, na nyuma ya kamera tulikuwa na Rehema Baumba, bila kusahau Hamisi Mwege. Mpaka wakati mwingine, endelea kutazama vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC1, ukweli na uhakika.